Hivi ni kwa nini wanaume wengi sasa hivi wanapokuwa wanaoa wake zao wanawazuia wasifanye kazi, yani wasifanye biashara au wasiendelee kuajiriwa, wawe tu wa mama wa nyumbani? Je, hii hali ilikuwa inatokea hata kwa wazazi wetu zamani au ni hali tu ambayo imeamua kujitokeza sasa hivi? Anyway, sasa nimeletewa malalamiko baada ya kuposti ile video last 2-3 days kwamba kuna mwanamke alikuwa anapitia changamoto kwenye ndoa yake. Nimeletewa story nyingine ambayo inamwelezea mwanamke ambaye, au huyu ni dada ambaye yeye alikuwa ameajiriwa vizuri kabisa, alikuwa ana kipato chake kizuri kabisa na maisha yake yanaendelea bila changamoto yoyote, lakini Mungu akamjalia kupata baraka ya ndoa. Sasa katika hii baraka ya ndoa, huyu mwanaume ni mwanaume ambaye hataki mke wake ajishughulishe na kitu chochote kile. Hataki mke wake awe na biashara yote nje ya nyumbani, hataki mke wake awe na shughuli yoyote nje ya nyumbani, aidha kwa ajili ya kitu chochote kile. Sasa kwa mwanamke imekuwa na mapokeo ya tofauti na imekuwa ni changamoto. Kumbuka, ndoa ni ngeni au ndoa ni mpya, ndoa ndio kwanza ni changa, lakini changamoto kama hii imejiinua na mwanaume alikuwa anaona anasubiri waoane kwanza then ndio aweze kuongea zile condition anazozitaka kwa mke wake. Sasa nikaona hii ni kitu ambayo inawezekana imemtokea yeye, na kuna wanawake wengine wengi ambao wanapitia changamoto kama hii na wanashindwa kujua watachukua hatua gani au watafanya kitu gani ili kuweza kucontrol hiyo changamoto wanayoipitia. Sasa zipo namna mbalimbali. Ikumbuke kwamba kwanza hii sio changamoto tu, bali tunatakiwa tuiweke katika hali ya ukweli. Changamoto hapa sio ndoa, kwa sababu kuna watu ambao wana ndoa zao na hazina changamoto kama hiyo, isipokuwa tu changamoto hapo ni control. Changamoto ni control na maamuzi. Hapa mwanaume ni mtu ambaye anataka kuicontrol ndoa yake, lakini pia hapa tunajaribu kuelezea pande zote mbili. Tukianza na upande wa mwanamke, kwanza tunaweza tukahisi ni upendo, lakini kiuhalisia hapa sio upendo, bali ni kudidimizwa, kwa sababu huyu mwanamke atakuwa ni mtu ambaye mwanzoni ataweza kuhudumiwa kwa kila kitu, lakini mambo yakija kubadilika ataanza kuomba pesa, kuhitaji mahitaji yoyote yale. Atakuwa ni mwanamke tegemezi. Atakuwa ni mwanamke ambaye hana sauti yoyote ile. Akitaka kufanya kitu chochote hawezi mpaka ategemee kupewa na mwanaume, kitu ambacho kitakuja kumjengea huyu mwanamke kuwa mtumwa wa ndoa yake. Lakini kitu kingine ni inawezekana upande wa pili wa mwanaume anakuwa ana nia njema kwamba yeye anataka kuwa ndio kichwa cha familia, yeye ndio controller wa familia, yeye anataka huyu mwanamke alee watoto wake vizuri. Ikumbukwe sasa hivi watoto wengi wanakosa malezi ya baba na mama, kwa sababu baba na mama wako bize muda wote kutafuta maisha, kutafuta pesa, kuhudumia familia, wako bize kutengeneza uchumi wa familia. So watoto wengi sana wamekosa malezi ya wazazi wote, aidha ya baba ya mama, kwa sababu mama anatoka asubuhi nyumbani anarudi usiku, na baba ni vile vile. Kwa hiyo wapo wanaume ambao yeye anaona bora apambane yeye kuweza kuboresha uchumi wa familia, lakini mke wake aweze kuendeleza malezi ya watoto wao. Hilo linawezekana ni positive side ya mwanaume kutaka mke wake asiwe na shughuli yoyote nje ya kulea watoto wao. Lakini kama wewe ni mwanamke ambaye unapitia changamoto kama hiyo, au mimi niko hapa kwa ajili ya kumwelimisha yule mwanamke ambaye ameniletea malalamiko, naweza kushare mbinu mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia ili kufanya wewe usiwe mwanamke tegemezi kwa mume wako. Lakini pia hii inaweza ikawa ni suluhisho la yule mwanamke ambaye ameniletea mimi changamoto anayoipitia ili niweze kumshauri. Kitu cha kwanza, ndoa ni maelewano. Unaweza ukakaa chini na mume wako ukatumia busara kuweza kuongea naye na kumwambia kwamba apart from yeye kufanya kazi za nje ya nyumbani, ana uwezo wa kufanya kazi za nyumbani, lakini pia ana uwezo wa kuendesha kazi zake akiwa nyumbani. Hii tunaita work from home. Tuna hizi online business
lakini pia tuna flexible income. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni aina tu ya biashara ambazo unaweza ukazifanya ukiwa nyumbani. Una internet yako pale, una uwezo wa kufanya biashara online na maisha yako yakaendelea na kipato chako ukawa unakipata kama kawaida. Lakini pia una uwezo wa kufanya online job, work from home. Zipo shughuli nyingi sana ambazo sasa hivi sayansi na teknolojia imeturahisishia wanawake hata wanaume. Kuna watu wanakaa nyumbani na wanaendesha maisha yao vizuri kwa sababu wanafanya kazi za online, haziwahitaji wao kumove from home kwenda maofisini. Hiyo inaweza ikawa ni suluhisho moja nzuri sana kwa ajili ya wale ambao wameolewa na hawaruhusiwi kufanya kazi wakiwa kutoka nje ya nyumbani na kwenda kuhangaika kutafuta kipato. Lakini kitu kingine, ziko aina nyingi za biashara ukiachana na hizo siri za kupika, kufanya vitu mbalimbali. Kuna biashara za kupanda maua na kuuza. Hizo ni idea nyingi ambazo wakati mwingine tutaweza kuja kuzichambua na kuzielezea, na tutaweza kuja kuona jinsi ambavyo wanawake wengi wameweza kujikwamua kiuchumi kwa kutumia mfumo wa aina hiyo wa biashara. Ukiingia kwenye mambo ya websites mbalimbali, kuna online job za kutosha ambazo unaweza ukaapply na ukazifanya na zikakupelekea wewe kuweza kuenjoy ndoa yako. Wakati huo huo unaweza kutengeneza kipato chako ukiwa umetulia nyumbani kwako, unalea watoto wako. So kama mwanamke una uwezo wa kutoa idea za mtindo huo, ukamwelezea mume wako na akakuelewa na mkaweza kuendeleza maisha yenu ukiwa unaingiza kipato chako na yeye anaingiza kipato chake. Kwa sababu leo ndoa inaweza ikawa vizuri, lakini going forward ndoa inaweza ikawa ni shubiri, ukashindwa kumuomba huyo mwanaume, au ukawa unamuomba huyo mwanaume, mwisho wa siku ukawa kero, akasahau kwamba yeye ndo aliyekwambia ukae nyumbani ule watoto, lakini akakuona baadaye umekuwa mzigo, umekuwa mtumwa, umeshafifisha ule ujuzi wako wote, hauna tena. Yani hivyo umekuwa tena haiwezekani. Lakini kama unapitia hii changamoto na umempa mume wako mawazo kwamba mimi nataka nifanye biashara nyumbani, labda unipe mtaji, nataka labda nitengeneze bustani, nitengeneze shughuli mbalimbali za kupika, nahitaji niwe na jiko zuri, sio nini na nini na vitu kama hivyo, then bado mwanaume akawa hakuelewi, my dear friends, hiyo inaweza ikawa ni moja kati ya leg flag ya ndoa yako. Hapo patakuwa hapana upendo, hapo patakuwa pana lengo la kukupoteza, kukufifisha kabisa kabisa kabisa. Kwa sababu kama mwanaume hapendi ujishughulishe kwa kitu chochote, hiyo itakuwa sio ndoa. Kumbuka, ndoa, wewe sio mfanyakazi wa ndoa, wewe ni mshirika wa ndoa. Kwa hiyo ndoa ni makubaliano ya watu wawili ambao wako kwenye mwili mmoja, ambao wana nia moja na wanalenga kufika sehemu pamoja. Sasa kama wewe unalenga kufika sehemu pamoja na huyo mume wako, lakini mume wako haoneshi utayari wa kuanza hii safari kwa upendo na muimalize kwa upendo, maanake going forward sisi ni binadamu ambao tunapita. Leo tupo, kesho hatupo wazima, kesho na kesho kutwa akilala kitandani huyo mwanaume mnalala njaa, kwa sababu alikufifisha wewe usiweze kufanya chochote, akiamini kwamba ana protect penzi lake. Lakini una uwezo wa kukaa naye ukamwambia, mume wangu, ukategea ule muda ambao ni mzuri, ambao ana mudi nzuri, anafurahi, ukamwambia, mume wangu, mimi naona wazo unalotoa ni nzuri, mimi naweza kuwa mama bora, at the same time naweza kuwa mama ambaye ni mpambanaji, nikiwa nalea familia yangu nikiwa hapa hapa nyumbani, kwa sababu mazingira yanaruhusu, na uwezo wa kutengeneza bustani yangu ya maua, bustani yangu ya mboga, nikapata pesa 200-300, na uwezo wa kufanya online business, nikawa na store yangu hapa nyumbani ya bidhaa, nikawa nauza online, nafanya delivery kwa wateja wangu na maisha yanaendelea. So I need your support on this. Kama mwanaume atakuelewa mpaka hapo, basi wewe mwanaume kweli lengo lake lilikuwa ni wewe kutulia nyumbani, uweze kujenga familia yenu, uweze kulea watoto wako. At the same time alijua kabisa kama wewe uko very matured, utampa idea ambayo inaweza kufanya yale maamuzi yake aliyoyaamua yasipishane sana na hilo wazo ambalo utaenda kumpatia. Lakini ukiona mwanaume amekataa hivyo vyote, hiyo ndoa lazima uwe na mashaka nayo, kwa
kwa sababu huko mbeleni itakuwa ni kilio na itakuwa sio ndoa sahihi kwako. Itakuwa ni ndoa ambayo inakutesa. Atakuja kukumaster kiasi kwamba utakuwa ni mtu wa kulia na utakuwa huwezi kufanya kitu chochote, kwa sababu kila kitu unakimanage au unakuwa manage na yeye, na kila unachokifanya unamtegemea yeye. Ukitaka pesa mpaka ya pedi unamtegemea huyo mwanaume, unakuwa wewe ni tegemezi. Sasa kama wewe ni moja kati ya watu ambao wameshaanza kupitia hii changamoto au wanaipitia hii changamoto, au unatarajia kuja kuolewa na utaenda kukutana na mwanaume wa namna hii, basi save hii video, unaweza ikakusaidia huko baadaye. Lakini pia usisahau kushare, usisahau kusave, usisahau kucomment. Kama wewe ni mwanamke unakutana na changamoto kama hii, ungefanya nini? Baada ya kusema hayo, naamini umejifunza vitu vikubwa sana, na naamini hii video itaenda kukubadilisha na kuna kitu ambacho umejifunza kutoka kwenye hii video. So niwatakia wakati mwema, endelea kufuatilia video zinazofuata. Goodbye.